Watuhumiwa hao kama nilivyosema wamekamatwa maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam kwa njia, na miongoni mwa waliokamatwa ni mtu aliyefahamika kwa jina la Kevin Sauro, mkazi wa Ifakara, ambaye yeye kwenye kundi lake la mtawanyiko ambao nimeutaja walikuwepo watu wengine 14. Watu hawa wamekuwa wakifanya makosa mbalimbali ya kwenye mtandao, lakini wakijipatia pesa kwa njia za udanganyifu katika kikundi chao, lakini pia wamekuwa wakitumia laini za simu ambazo sio zao, zenye usajili ambao sio wao, lakini pia walikuwa kwa namna moja au nyingine wakifanikiwa kuingilia na kubadili namba za utambuzi halisi wa simu, yani IMEI. Kwa kutumia mifumo hiyo wameweza kujipatia pesa mbalimbali kwa njia ya udanganyifu, na wamekuwa baadhi yao wakituma jumbe mbalimbali ambazo tumeshazitahadharisha mara kadhaa, ya tuma pesa au hela kwenye namba hii au tuma kwenye namba ile ya pesa ya kodi. Jeshi la polisi limefanikiwa pia kumshikilia mtu aliyefahamika kwa jina la Unique Adolf Ngagani na wenzake 4 kwa tuhuma za kumiliki akaunti za mtandao wa TikTok ambazo zimekuwa zikitumika kusambaza taarifa zenye maudhui ya udhalilishaji wa watu mbalimbali kupitia programu za akili unde, yani artificial intelligence. Watu hawa wamehojiwa kwa kina na baadhi ya vifaa wanavyovitumia vimekamatwa na hatua za kisheria zimechukuliwa, ikiwa ni pamoja na baadhi yao tayari kufikishwa kwenye mahakama za kisheria za Tanzania, yani mahakama ya Kisutu. Kwenye msako huo mkali ambapo jeshi la polisi limejiunga na mamlaka zingine za kisheria, wamefanikiwa pia kukamatwa mtu aliyefahamika kwa jina la Baruani Hamisi Kateme, maarufu kama jina la Majani. Huyu ni mkazi wa Kahororo, mkoa wa Kagera, ambaye amekamatwa na wenzake 4. Hawa wanatuhumiwa kwa kutumia mitandao kufanya makosa haya ya kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, yani utapeli, kwa kuwadanganya wastaafu na kuwaambia pesa kwa kujifanya kuwa baadhi yao ni wafanyakazi wa mfuko wa pensheni na kwamba wanaweza kushughulikia kupata mapunjo ambayo baadhi ya wastaafu wamekuwa wakiyaelezea. Jeshi la polisi linaendelea kama ambavyo limekuwa likifanya mara kadhaa kutoa wito kwa wananchi, kwanza kufuata sheria na kanuni za matumizi ya mitandao, pili kufuata maelekezo mbalimbali yanayotolewa na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania pamoja na jeshi la polisi, kuacha tabia ya kutoa taarifa binafsi. Narudia, kuacha tabia ya kutoa taarifa binafsi kwenye linki wanazokutana nazo kwenye simu zao au kwa mtu ambaye hawamjui, au kutoa taarifa za siri za mtu binafsi kama CV, pamoja na kutoa namba za vitambulisho vya NIDA na vitambulisho vingine kwa watu ambao wanakuwa wanavihitaji, lakini katika mazingira ambayo hauna uhakika nayo.